Mtazamaji wa PMTV, karibu katika makala maalum. Mimi naitwa Jumaidi Bangla. Septemba 2024, jina la bilionea Aidan Andrea Msigwa lilitikisa sekta ya madini kama radi katikati ya jua kali kwa kuuza kilo 111.82 za dhahabu. Alivuna zaidi ya shilingi bilioni 20.11 kwa mkupuo mmoja, hatua iliyotikisa si tu wadau wa madini bali iliwaaminisha Tanzania wengi hadi kuvuka mipaka ya nchi. Msigwa hakutajwa tu kama gwiji wa madini, bali aliwekwa rasmi kwenye meza ya mabadiliko ya kiuchumi ndani na nje ya Tanzania. Baada ya kuvuna mabilioni kutokana na kuuza dhahabu hiyo, Aidan hakukimbilia anasa, bali alichagua kuwekeza kwa watu baada ya kutumia kiasi kikubwa cha fedha kuinunua kampuni ya Sunshine Group iliyoko Matundasi Chunya, iliyokuwa kimilikiwa na wawekezaji kutoka China. Kwa sasa yupo mbioni kwa kushirikiana na wawekezaji wengine wa China kukifufua kiwanda hicho kikubwa cha kuchenjua dhahabu kilichokuwa kimesimamisha shughuli zake kwa takribani miaka miwili. Kiwanda hicho kinatarajiwa kuchukua miezi miwili ya ukarabati baada ya taratibu za kiwekezaji kukamilika. Aidha, kinatarajia kuchenjua tani 500 kwa saa 24, kuzalisha zaidi ya ajira 350 kwa Tanzania, huku kwa wageni zimetengwa nafasi 40 tu, ambapo chini ya ubia huo wanatarajia kuleta teknolojia. Anasema mbali ya kuinunua Sunshine, fedha nyingine aliwekeza kwenye ununuzi wa vifaa kwa ajili ya kuendeleza shughuli zake za uchimbaji na uchakataji madini, kama ununuzi wa excavator, magari na mitambo mingine ya kurahisisha kazi zake. Pia Aidan ni mmiliki wa leseni kadhaa za uchimbaji mdogo wa madini na anazo leseni nyingine ambazo zina uzalishaji lakini bado hajaanza kuchimba, na anaweza kushirikiana na mwekezaji. Vile vile anao mtambo wa kuchakata dhahabu wenye uwezo wa kuchakata tani 200 kwa saa 24. Hadithi ya Aidan si ya mtu mmoja kutengeneza mabilioni, bali ni simulizi ya kizalendo ya mtu kurejesha matumaini kwa mamia ya familia, vijana na jamii zinazotegemea sekta ya madini kama chanzo cha maisha. Katika mahojiano maalum na timu ya Madini Daily, amefunguka juu ya safari yake, maono yake na kwa nini anasema huu ni mwamko mpya wa kiuchumi unaong'aa kama jua la asubuhi kwa Chunya na Tanzania. Aidan anasema hakuwahi kufika sekondari. Elimu yake rasmi ilishia darasa la 7, lakini ndoto zake hazikuishia darasani. Tangu mwaka 1989 alihangaika kwenye machimbo, makarasha, kuchenjua, akijifunza kwa vitendo, akikosea na kujirekebisha, akipigania maisha kwa jasho la kweli la mchimbaji mdogo. Lakini leo, licha ya kuvuna bilioni 20.11 za mkupuo na kipato kingine kutoka vyanzo vingine vya uchimbaji, anasema jambo moja analolijutia ni kutokuendelea na shule. Nikinukuu, "Sasa hivi nikikutana na wageni kama hawa mnawaona, nasemewa na wengine, hilo huwa linaniumiza sana kwa sababu nisingeweza kuzungumza mwenyewe. Hiki ni kitu ninachojutia kweli, japo nilitamani kufanikiwa kwa haraka," anasema kwa utani wenye uzito. Ndio maana licha ya mafanikio yake, anasisitiza kwa nguvu, usiache shule kwa tamaa ya mafanikio ya haraka. Mafanikio yatakuja, lakini elimu ni msingi wa kudumu, anasema bwana Aidan. Licha ya kuvuna bilioni 20.11 kwa mkupuo mmoja, Aidan Msigwa hakubadilika. Anasema wazi, "Mimi tarehe zote huzimalizia porini, si mtu wa starehe. Kuanzia tarehe 1 hadi 30 niko porini." Baada ya kupumzika, aliona mafanikio hayo kama hatua ya kwanza ya kuongeza bidii zaidi. Yalimuinua, yakamweka mbele ya jamii kama mfano wa kweli, mtu wa kawaida alifanikisha ndoto kubwa kwa uvumilivu,
uaminifu na juhudi za kweli. Wengi sasa wanamchukulia kama kioo, wakiona ndani yake picha ya matumaini yao. Amewapa nguvu ya kupambana zaidi, na kwa kiasi kikubwa amechochea wimbi jipya la uchimbaji na uwekezaji Chunya, si kwa wachimbaji wadogo pekee, bali hata wawekezaji wa ndani na nje wanaotaka kuwa sehemu ya hadithi yake. Kwa Aidan, alama aliyoiweka haitoshi, anataka kwenda mbele zaidi. Ombi kwa taasisi za fedha na serikali. Kutokana na mazingira ya shughuli za madini, Aidan anatoa ombi kwa taasisi za fedha kuwaamini wachimbaji, wasipewe masharti sawa na wawekezaji wengine kutokana na uhalisia wa shughuli za madini. Pia anatoa ombi kwa serikali kutokuhesabu madeni ya nyuma baada ya kuanzishwa utaratibu mpya wa kutozwa 2% za mamlaka mapato Tanzania TRA. Katika yote, Msigwa hakuacha kuishukuru serikali kwa kuwezesha mazingira yaliyomfikisha hapo alipo. Na hii kwa ufupi ndiyo simulizi ya Aidan Andrea Msigwa, mmiliki wa kampuni ya madini investment kutoka darasa la 7 hadi bilioni 20.11. Safari ya uaminifu, uvumilivu na sasa sunshine. Zaidi ifuatilie hivi karibuni kupitia Madini Diary. Vision 2030, madini, maisha na utajiri. Makala hii imesomwa nami Juma Idi Bangla.